Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii mchana wa leo. Katika kesi ya kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora THBUB Tanzania sasa watangaza kuchukua uamuzi na hatua hii kali leo iwapo zitapita siku 6 bila ya Humphrey Polepole kupatikana au watekaji nyara kukamatwa. Watoa onyo hili kali kwa wahusika na kutuma ujumbe huu mzito kwa Watanzania wote leo. Mtazamaji, ni azime sikio lako ni kutaarifu ripoti hizi, lakini kabla nifanye hivyo, chukua sekunde yako moja kubonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Tanzania THBUB imetoa tamko kali na ujumbe mzito na lenye hisia kali juu ya tukio la kupotea au kutekwa nyara kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Bwana Humphrey Polepole ambaye aliweza kutekwa nyara tangu Oktoba tarehe 6 mwaka 2025. Siku 6 zimepita bila taarifa rasmi au kuthibitishwa kuonekana kwa Humphrey Polepole, na tume hiyo imeonya kuwa mazingira ya kutoweka kwake yanaashiria ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini humo na hivyo kusababisha uvunjifu wa haki za binadamu nchini humo. Hata hivyo, kaka yake Humphrey Polepole, Agustino Polepole, siku 2 zilizopita aliweza kutengeneza video na kuisambaza mtandaoni na kudai ya kwamba watekaji hao walionekana usiku wa manane baada ya utekaji nyara wa Humphrey Polepole wakiweza kutembelea au kunyapia nyumbani kwa mama yake Humphrey Polepole anayefahamika kama Anna Mary Polepole, wasijulikane ni nini ambacho anakitafuta usiku wa manane, tukio ambalo pia lilizua hofu kwa familia ya Humphrey Polepole usiku huo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo leo iliyotolewa jijini Dar es Salaam na kusainiwa na mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji mstaafu Mathew Maimu, kupotea kwa Humphrey Polepole kumesababisha wasiwasi mkubwa ndani ya Tanzania na kimataifa. Tume hiyo ilieleza hali hiyo kuwa inasumbua sana, ikisema kwamba hali ya kushangaza ya kesi hiyo inazua maswali mazito juu ya usalama wa watu wanaohusika katika mazungumzo ya kisiasa au wale wenye maoni tofauti. Mtazamaji, jaji huyo Maimu alisisitiza kuwa tume inasikitishwa na tabia ya kuongezeka kwa vitendo vya utekaji na vitisho vinavyowalenga wananchi wasio na kauli, na kwamba kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kumeongeza hofu kwamba hakuna aliye salama. Nikikurejesha nyuma kiasi, siku 2 zilizopita, Comrade Kawaida, mwanachama wa UVCCM na mfuasi wa Samia Suluhu, aliweza kuripoti ama kuchapisha kupitia mtandao wake wa Instagram akisema ya kwamba kulingana naye anadhani ya kwamba Humphrey Polepole hajatekwa nyara au hajatoweka, bali ameweza kujificha au kutulia tu nje ya nchi, huku akipatia wasiwasi wa Tanzania na kuchezea familia yake filamu ambayo inazua taharuki na hali ya hofu nchini Tanzania. Tume hiyo ya Haki za Binadamu Tanzania ilisema kwamba vitendo vinavyosababisha upotevu wa kulazimishwa au kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria vinadhoofisha kiini cha haki za binadamu na utawala wa sheria. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa vitendo hivyo vinatishia haki ya kuishi, uhuru wa mtu binafsi na imani ya umma katika mfumo wa haki. Kwa kurejelea kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole, THBUB, tume hiyo ilisisitiza kwamba tukio hilo lazima lichukuliwe kama kesi ya kipekee na muhimu zaidi, bali kama sehemu ya wasiwasi mpana wa uhuru wa raia ambao unaonekana kupungua. Tume hiyo ilisisitiza kuwa haki lazima ionekane inatendeka na kila Mtanzania anastahili kuishi bila woga, ikivitaka vyombo vya ulinzi na usalama vya dola, hususan jeshi la polisi Tanzania na serikali ya CCM. Tume hiyo ilitaka uchunguzi wa haraka, wa uwazi na wa kina juu ya tukio la kupotea kwa ajabu kwa Humphrey Polepole. Ilisisitiza kwamba uchunguzi huo lazima ushughulikiwe kwa haraka, weledi na pia upendeleo. THBUB, tume hiyo ya Haki za Binadamu Tanzania, ilishikilia kuwa serikali ina jukumu lisilotikisika la kulinda raia wote nchini bila kujali maoni yao ya kisiasa au nyadhifa zao za zamani za utumishi. Ilikariri kuwa usalama wa raia mmoja unaonyesha afya ya kimaadili ya taifa zima. Taarifa ya tume hiyo ilikwenda mbali zaidi kubainisha kuwa kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kumedhihirisha udhaifu unaoweza kujitokeza katika ulinzi wa haki za kimsingi. Tume hiyo ilizitaka taasisi zote za utoaji haki, ikiwa ni pamoja na mahakama na vyombo vya sheria, kusimamia dhamana ya kikatiba na kudhihirisha kuwa Tanzania bado ni nchi inayoongozwa kwa mujibu wa sheria. Imebainisha kuwa wakati watu mashuhuri wanaweza kutoweka bila kujulikana, kunaondoa imani ya umma katika utawala na kupunguza taswira ya taifa mbele ya jumuiya ya kimataifa. Katika kusimulia matukio yaliyopelekea kupotea kwake Humphrey Polepole, tume hiyo iliwakumbusha umma kwamba Humphrey Polepole aliwahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na pia alikuwa mwanasiasa maarufu aliyetetea mageuzi na uwajibikaji katika utumishi wa umma humo nchini.
Kutoweka kwake kwa ajabu, kwa mujibu wa tume hiyo ya haki za binadamu, sio tu kwamba kulishtua duru za kidiplomasia na kisiasa, bali pia kugusa dhamira ya kitaifa ya taifa nzima. THBUB ilisema kuwa mazingira yanayozunguka kesi yake yamewaacha familia yake na raia wenzake katika hali ya sintofahamu isiyoweza kuvumilika. Tume hiyo ya haki za binadamu ilitumia tukio la ajabu la kutoweka kwa Humphrey Polepole kama wakati wa kuitafakari nchi na kuwataka viongozi na wananchi kutathmini jinsi misingi ya haki na uhuru inavyozingatiwa. Tume hiyo ilisema kuwa amani ya taifa ya Tanzania haiwezi kuwa ya kweli ikiwa haijajengwa juu ya heshima ya utu wa binadamu. Ilikumbusha serikali kwamba ukimya au kutochukua hatua katika kesi kama kutoweka kwa Polepole kunatuma ujumbe hatari kwamba uvunjaji wa sheria hauwezi kuadhibiwa. Tume hiyo pia ilisisitiza kwamba kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kunapaswa kuwa kama mwito wa kitaifa na kushinikiza serikali kuthibitisha dhamira yake ya kulinda haki na uhuru. Tume hiyo ilionya kwamba hofu inapochukua nafasi ya uaminifu kati ya watu na serikali, demokrasia yenyewe inakuwa hatarini. Iliwataka viongozi kutanguliza uwazi na uwajibikaji kwa umma ili kujenga upya imani na kuhakikisha kuwa wananchi hawaishi tena chini ya kivuli cha uoga. Taarifa hiyo pia iliangazia athari mbaya za kutoweka kwa kushangaza kwa Humphrey Polepole kwenye uwanja wa kimataifa. Mashirika ya haki za binadamu nje ya nchi yameripotiwa kuzingatia hali hiyo na kuzua maswali kuhusu ufuasi wa Tanzania kwenye mikataba ya kimataifa ya uhuru wa raia. Tume hiyo ya THBUB iliona kwamba matukio kama haya yanaharibu sifa ya nchi na yanaweza kuathiri ushirikiano wa siku zijazo na uhusiano wa kidiplomasia ikiwa yatashughulikiwa kwa uamuzi. Pamoja na kuwapongeza wananchi kwa kudumisha utulivu na amani, tume hiyo iliwahimiza kuwa macho na kuendelea kudai haki kwa njia za amani na halali. Ilidai kwamba kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole lazima kusifie kwenye mazungumzo ya umma hadi ukweli utakapodhihirika. Hata hivyo, iliongezea na kutoa wito kwa umoja miongoni mwa mashirika ya kiraia, viongozi wa imani na vyombo vya habari katika kuhakikisha shinikizo endelevu la majibu na uwajibikaji. Kuingilia kati kwa tume hiyo ya THBUB Tanzania katika suala hilo kumetazamwa na watu wengi kama ishara ya umakini ambao taifa hili linapaswa kulichukulia kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole. Waangalizi wanaamini kwamba msimamo mkali kama huo kutoka kwa chombo huru unaweza kuchochea hatua za haraka kutoka kwa mamlaka na pengine kutoa mwanga juu ya fumbo ambalo limeikumba nchi. Ushiriki wa tume hiyo umewahakikishia wananchi wengi kwamba hofu yao inatambulika kwa kiwango cha juu. Mtazamaji, ni kufahamisha tu kwamba ripoti hizi kutoka tume hiyo ya Tanzania ya haki za binadamu na uhuru ya THBUB iliweza kutia saini ripoti hizi na kuzichapisha hivi majuzi tu na kutaka Humphrey Polepole aweze kutendewa haki haraka na aweze kupatikana ikiwa ni kweli ama imethibitishwa kwamba ametekwa nyara. Mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment section, vile vile bonyeza alama like, alafu bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu zaidi.